Beto! Beto! Where Beto? Beto! 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 Beto, lembra que eu faço tudo? Beto! Hello, Pauline. Vipi, mbona usiku? Niambie. Niko nyumbani. Pauline. Mbona kama unalia, sauti yako sielewi. Okay, uko njiani unaenda wapi? Hebu acha utani. Yaani sasa hivi usiku unakuja kwangu? Kwani una shida gani? Halo? Halo? Pauline. Una shida gani? Hivi? Usiku sana. Una shida gani? Ini sasa hivi Sunday.
Karibu. Vipi, mbona uko siku sana mpenzi? Kwani vibaya nimekuja kukutembelea? Sio vibaya, ndote tu nakaribishwa mpenzi wangu. Sema umenishtua, umekuja usiku sana. Vipi, uko sawa? Uko sawa kipenzi? Pauline. Nakujua vizuri sana wewe. Nakujua muda una furaha, hauna furaha. Nakuuliza uko poa na naona kabisa una huzuni. Unaniambia uko poa? Niko sawa. Niko sawa tu sio. Pauline. Unashida gani mama? Mimi si rafiki yako. Ina maana unaweza kuniambia chochote kile. Uwezi jua naweza nikakusaidia mawazo yangu akakusaidia wewe. Au chochote kile ambacho naweza nacho cha kukusaidia wewe. Mimi nitakwambia. Nitakwambia. Sikuficha jambo lolote. Nitakwambia. Nikwambia je. Unajua ni rafiki yangu. Nakwambia siwezi kukuficha. Sawa. Jackie. Shemeji yako. Jackie. Shemeji yangu? Ndiyo shemeji yako. Anafanyaje? Sikia kipenzi. Anafanyaje? Shemeji yangu kafanya nini? Ingia ndani kwanza ukajua sijui mtu kafa au kitu gani. Nikufunza tu kazi. Okay. Maisha kuna kupanda na kushuka. Na haiwezekani tu wewe hata akakuelekea kila siku. Alafu swala la kazi mbona zimetafutwa? Nikiwa mwenye unafahamu kipenzi. Ndio kazi tunaitegemea hiyo. Nategemea kula kwetu. Nategemea kila kitu. Unasema tu kila siku. Uwezi jua shemeji yangu, shemeji yangu. Unasikia? Unakuwa tu na amani, kazi zinatafutwa. Kama alipopata kazi mara ya kwanza, anaweza akapata tena. Nisikilize, unaelewa nini? Jackie, maana nikapumzika. Yaani najisi siko sawa kabisa. Sawa. Pumzika tata kidogo. Sawa? Sawa. Pumzika. Tutaongea kesho mpenzi. Usijali. Usilie mpenzi wangu. Pumzika. Mambo ya kawaida. Yaani ulivyoingia shemeji yako sijui nini. Yaani mimi kaanza hata mtu kafa ambao huwezi kurudisha uhai wake. Lakini kafa zikatafuta kipenzi.
Kaka, pokea simu basi. Una shida gani Brighton? Pokea simu. Unapokea? Nijibu basi hata SMS. Nijibu SMS tu. Una shida gani? Nani? Karibu pita. Au Brighton anamtania. Paul, sikia nikwambie. Ile swala tumeliongelea toka jana usiku. Lakini bado una mawazo. Uweze sasa kutulia ukanywa chai, ukapata hata nguvu. Yaani wewe kama upo hivi, unawezaje kumshauri shemeji? Usiwe na mawazo mpenzi wangu, sawa? Kama ni kazi zipo tu zinatafutwa. Atapata tu kazi, usijali. Kwanza vipi, ushaongea naye? Hivyo je, kuna matatizo gani hasa? Jambo tulishaongelea tokea jana usiku. Na ukanishauri mimi nikakuelewa. Paul, ulinielewa? Wakati mimi nakuona kabisa hauko sawa. Rafiki yangu, huwezi kuwa hivi muda wote. Lazima ujue kuna kupanda kwa maisha na kushuka, lazima upambane. Haya, unashindwa kunywa chai, unakaa hapo unahuzunika, muda wote una stress. Nini kinaendelea? Umeshatoa hata kwenye mudi mimi. Wewe kunywa chai yako hiyo. Paul! Yaani na maana mimi kumshauri ni shida jamani. Ningefanyaje? Mimi ni kama rafiki yake. Nimempatia tu ushauri rahisi. Muda wote unakaa na stress. Unaweza uje kusonga mbele. Siamini kabisa ya mambo. Yaani marafiki wengine maskini. Sasa tutawezaje kusonga mbele? Kama vile afande chosi nilikwambia. Unajua saizi mambo yamekuwa ni mengi sana. Hapana. Yes, mpige simu.
Habari? Salama, habari ya kwako? Hapo ni kituo cha polisi. Samahani. Mimi naitwa Norin Peter. Ni Norin Peter. Natokea huku mtaa Jambini. Kuna kitu nataka niwasilishe. Ninaishi na kaka yangu. Sasa tangu jana Simoni hakufika, yani hakurudi kutoka kazini. Na mpaka leo saa hizi mchana huko kawaida yake anakuja kula chakula, lakini nampigia simu hapokei. Acha SMS pia hajibu, sijajua na tatizo gani. Sasa au sema leo jana? Ya tangu jana. Sasa nitakupa masaa 24. Asipopatikana utakuja kukuona. Okay. Sawa. Sawa. Asante. Kablai. Kuna mtu alipigia simu. Anasema kuwa amepotelewa na kaka yake. Kwa hiyo nimempa masaa 24. Atakapofika basi atakuja kama kaka yake alirudi nyumbani. Pia kama tutakuwa nimetoka itabidi tutamshughulikia huyo akifika. Sawa. Sasa mimi naendelea na watu wao wengine. Yule mahakamani ndio nifuatilizie wewe. Yule tumefikia tunakaribia hatua za mwishoni. Hata tunaendelea vizuri. Yeah. Maana tunajua watu wengi wanalalamika sana. Sasa mambo yanawasumbua. Sawa. Basi baadaye kuna kazi moja hivi itabidi uondoke. Ina shida. Ngoja niendelee. Kazi njema. Haya. Mimi tena sio wewe. Ni barabara utakuja unipitie. Jamani, nikate nasoma wapi? Haijalishi.
Kwa hiyo umeachwa na mpenzi wako ndio unakuwa na mawazo kiasi hicho? Ndio kweli. Sasa ngoja nije nikusindikize mwenyewe nyumbani. Naona ndugu zako wamechelewa. Sawa? Sawa. Subiri hapa.